Habari hii inatokea mkoani Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebabas. Shule ya sekondari ya Arusha Science imevumbua na kuonyesha miradi mbalimbali inayotengenezwa na wanafunzi wa shule hiyo katika maonyesho yaliyofanyika katika shule hiyo. Miongoni mwa miradi hiyo ni pamoja na mradi wa bomba lenye mfumo wa umeme utakalotumika katika shimo la choo. Mradi wa teknolojia inayotumia application maalum ya kwenye simu unaweza kuwasha na kuzima taa kwa kutumia simu ya mkononi. Lakini pia wamegundua mashine ya kisasa itakayomrahisishia mkulima kuotesha mazao mbalimbali kwa njia ya kupitisha maji kwenye bomba kwa kutumia umeme. Project yetu inasaidia wale watu ambao wako busy sana, hawana muda na afya zao. Kwa akipima mkojo wake inamsaidia kujua kabla ya kwenda hospitalini ili awe alerted. Kuna maeneo ambao ardhi imechoka sana na haina virutubisho vya kutosha. Virutubisho vyetu ambavyo vinasaidia mimea na virutubisho vyetu tunaweza tukavicontrol wenyewe. Na pia huu mfumo unasaidia maeneo hayo, watu wanaweza wakapanda mimea yao na wakapata mboga zao na mimea yao ikaota vizuri sana. Akizungumza katika maonyesho hayo, mgeni rasmi Thomas Kivevere amesema kwamba amefurahishwa na shule hiyo kwa kuwatengeneza wanafunzi hao kufahamu na kuwa wavumbuzi, hali itakayosaidia kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Naye mkuu wa idara ya sayansi katika shule hiyo, Amani Msangi, amesisitiza maonyesho hayo sio mwisho bali ni mwendelezo katika mafunzo hayo kwa wanafunzi kujifunza kwa vitendo hasa katika sayansi. Mgeni rasmi, wanafunzi wa kidato cha 5 wa mwaka 2025-26 walianza rasmi programu ya SITU, yani Science into Use, mwezi Julai mwaka 2025 kwa pamoja. Aidha, kuna baadhi ambao walianza mapema katika programu yetu ya Pre-Form 5. Baada ya mafunzo ya awali, mwezi Septemba mwaka 2025 waliwasilisha jumla ya mada miradi au project 28 kwa ajili ya utekelezaji. Leo tunajivunia kuadhimisha kukamilika kwa miradi 19 ya Form 5 peke yao, ikiwa ni wastani wa mradi mmoja kwa kila wanafunzi 5. Miradi hii imegusa nyanja mbalimbali: sayansi, teknolojia, mazingira, afya, nishati na ujasiriamali. Aidha, tunatambua na kuthamini juhudi za wanafunzi waliohusika katika miradi 9 ambayo bado haijakamilika. Michango yao ni ya thamani kubwa mbele yetu na shule imejipanga kuipa kipaumbele miradi hiyo katika mwaka wa masomo 2026-2027 ili kuhakikisha mawazo hayo yanaendelea na kuendelezwa na kufikia malengo yaliyokusudiwa. Tunaamini kuwa maadhimisho haya yatatoa hamasa kwa wanafunzi wetu kushiriki kikamilifu katika utekelezaji wa miradi ya ubunifu. Miradi hii ni sehemu ya kukamilisha masomo si sehemu ya kukamilisha masomo pekee, bali ni nyenzo muhimu kuwajengea uwezo, kutatua matatizo, kufanya utafiti, kufanya kazi kwa timu, yani kuwajengea teamwork baina yao na kuwa wabunifu katika maisha yao ya baadaye. Kwa sisi kama idara ya SITU na walimu na uongozi wa shule kwa ujumla, tunaamini elimu ambayo inatolewa hapa shuleni ikikombaini vyote viwili,
academic performance ambayo inakuwa recognized na NECTA. Hii itakuwa ni kwa ajili ya shule tu, bimaana itakuwa ni kwa ajili ya wao kuwa registered katika elimu baada ya sekondari ya juu, lakini project wanazozifanya hapa shuleni ni kwa ajili ya maisha yao yote. Ni muhimu pia kufahamu kuwa miaka ya hivi karibuni kazi za miradi zimekuwa miongoni mwa vigezo muhimu vinavyozingatiwa katika udahili wa wanafunzi katika vyuo vikuu mbalimbali vya kimataifa ndani na nje ya nchi. Hivyo miradi hii ina mchango mkubwa katika kufungua milango na fursa kwa wanafunzi wetu katika maendeleo ya taaluma baada ya sekondari ya juu. Kwa upande wa wazazi na walezi na wageni waliofika leo, tunawaomba kuendelea kutilia mkazo swala la miradi. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba.